Kwanza niwashukuru wananchi wangu, leo ni mara yangu ya kwanza kuchangia, kwa kuendelea kuniamini kwa awamu ya 3. Na mimi nawaambia bado nipo na nitawatumikia, na hata wanaonitikisa naamini bado, kwa sababu kazi naziweza. Lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushauri Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, wabunge hawa ndo wanaosimama kuzungumza huko majimboni, kwamba mkichagua serikali tutawakopesha 10%, tutawakopesha hivi, tutawakopesha hivi. Sasa sijui ni kanuni, sijui ni taratibu gani, unapofika ule muda wa kutoa mikopo, kwenye kupitisha, kufanya kila kitu, kueleza majukwani, kuulizwa maswali ni mbunge. Muda wa kutoa ile mikopo, anayetakiwa kwenda kutoa ni mkuu wa wilaya. Anawajibikaje kwenye kitu nilichokiahidi mimi? Kwa nini haya mambo yasirudi kwa aliyekiahidi? Mimi si ndo nimesema nitawapa mikopo? Kwani kuna ugumu gani mimi nikienda kukabidhi mikopo na ndo nitakaye wadai kwenye halmashauri yangu? Kwa hiyo nikushauri sana mwenyekiti, mnatupoka madaraka yetu, mnawapa wakuu wa wilaya, mengine tupeni sisi, kwa sababu mimi ndo nitakayeulizwa kwamba ulituahidi mikopo, mikopo iko wapi? Lakini kama nimeenda nimetoa, nimefanya kazi yangu Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo niombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nazungumza swala la waziri mkuu. Nadhani bahati nzuri tunao wakuu wa mikoa, nampongeza mkuu wangu wa mkoa yuko hapa na wageni wengine. Mwendo kasi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu ndio twende nao huo kwenye jamii. Na mimi naona aibu, anafika waziri mkuu anaanza kuulizwa maswali mpaka ya ndoa, na sisi tuko kule, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa. Niwaombe twende na hiyo kasi ya waziri mkuu wetu Mwigulu Nchemba. Lakini swala lingine, miradi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni vizuri tuwe tunaanzisha miradi halafu tunaimaliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, huko kwetu tuna vituo vya afya vimepewa pesa toka mwaka 2022. Lakini mpaka leo vitendea kazi hatujapeleka kule ndani. Yamegeuka tena kuwa majengo ya popo, au yanageuka kuwa vituo vya kupima kliniki. Si matarajio ya watu na sisi wabunge tulioenda kuyasema. Kwa hiyo ni vizuri sana sana mheshimiwa, sisi tujitahidi kwa hilo. Swala lingine Mheshimiwa Mwenyekiti ni swala la vikao. Mheshimiwa Waziri, kwenye halmashauri zetu sisi wabunge tuko kwenye kamati za fedha. Ni kweli tunakubali. Lakini sasa vikao vinakuwa vinapishana. Yaani wewe uko ukubiza na kule kuna kikao. Kwa nini vikao visifatane na ratiba za kibunge? Ionekane namna waraka, na wabunge wapewe heshima kualikwa, sio kushtukizwa. Mheshimiwa, sisemi kwa ubaya. Sasa inawezekana kulingana na ugumu wa maisha au nini, hakuna kitu kinachofanyika, ni mara chache kukuta watu wanasoma na kujadili. Unakuta vitu vibaya vinapita wakati sisi wabunge tuko kwenye vikao vyetu vya bajeti kama hivi vya muda mrefu. Kwa hiyo ninashauri upeleke waraka, wabunge wapate muda wa kwenda kujadili mambo yao. Swala lingine Mheshimiwa Mwenyekiti ni swala la TARURA. Kwa kweli nampongeza sana mtendaji mkuu wa TARURA. Hakuna mbunge hata mpongeza Sefu ndani. Najua na pesa zinakuja kidogo, lakini unatumanage vizuri. Na watu kama hao kwa kweli ikifika muda, hata kama anastaafu, ukimwekea songesha au bando si mbaya, kwa sababu utendaji wake ni mzuri na sisi tunamkubali. Niombe sana kama kuna uwezekano tuendelee kumpatia pesa, kwa sababu matatizo mengi ya wabunge humu ndani yanasaidiwa sana na TARURA kwenye fedha za 10%. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatenga hela nyingi sana kwenye 10%. Lakini kiukweli hata tuliposimamisha kutoa mikopo tulifikiria tutakuja na utaratibu mzuri. Lakini naona kama tunarudi kule kule Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunao vijana wengi sana wamesoma mambo ya pesa, mambo ya mikopo, mambo ya benki. Lakini sisi serikali bado tunarudi kule kule kutumia maafisa maendeleo. Niliwahi kuchangia nikasema, afisa maendeleo kazi yake ni kwenda kuhamasisha, lakini tunampa jukumu la kwenda kukopesha na kudai madeni. Sisi tunaoona huko vijijini tunaona mengi. Ukiangalia kwenye vikao tunavyotoa pesa na makusanyo ni vitu viwili tofauti. Wakusanyaji wetu hawana utaalamu wa kukusanya yale madeni. Wanaenda kudai madeni, wanarudi na majunia ya mkaa kwenye gari. Wanaenda kudai madeni, wanarudi na kuku kwenye gari. Sasa najiuliza serikali, kwa sisi tunaoishi na mikopo, kwa nini tusiajiri kitengo? Kwa sababu kuna halmashauri hapa zinakopesha mpaka bilioni 7 kwa mwaka.
Kwa nini tusiwe na vijana hata 4 tu waliosoma hayo mambo? Kwa nini benki zinafanikiwa? Tunakuwa na pesa tunatoa, kweli lengo ni zuri, lakini hazirudi na hakuna wa kumlaumu. Ni sawa na kumkabidhi mwalimu asimamie mambo ya injinia. Huyo kazi yake sio hiyo. Na vijana wapo wanatafuta ajira. Kweli tunashindwa kwa makusanyo tulio nayo. Halmashauri kama za Dar es Salaam zinatoa bilioni 7. Kitengo cha watu 4 5 professional. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeenda kuwarundikia wakuu wa wilaya, tunaenda kumpelekea mtendaji wa kata, eti ndo anafanya assessment ya mkopo. Uliona wapi? Sinyewe wasomi, kila mtu ana kitu alichokisomea. Kwa nini tusitafute watu competent tukawapa wakafanya hiyo kazi? Tunaenda kuchukua hiyo document unapeleka, kwa mfano halmashauri moja inaweza kuwa na vikundi 100, labda 120 vinapata mkopo. Haya, wapelekee kamati ya ulinzi na usalama kuassess hivyo vikundi na kuvitembelea. Watafanya kazi gani nyingine kwenye wilaya ya kujadili mambo ya wilaya? Sitakuwa ni kazi ya kukagua vikundi peke yake. Kwa hiyo ninashauri sana Mheshimiwa, ni vizuri tukaunda vikundi. Tunao vijana wengi sana waliosoma na wanafanya vizuri. Tunaona mabenki yanawatumia na naenda mbele kuliko sisi. Kila mwaka mnatoa bilioni halafu hazirudi na hazina maendeleo kule zinakoenda. Na mara nyingi zinakuwa ni vikundi hewa na watumiaji hewa, halafu hela na zenyewe zinakuwa hewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili nitajadili ukubwa wa halmashauri yangu ya Geita. Mheshimiwa Waziri, ninakuomba sana. Nilikuwa najaribu kuangalia mtandaoni hapa. Sisi halmashauri ya Geita peke yake mkurugenzi ana wabunge 3. Tuna population ya watu 1,200,000. Nikawa naangalia kwa ndugu zetu Lindi, mkoa mzima una watu 1,000,000, tuna 100,000 na kidogo. Sisi halmashauri moja 1,100,000. Kuna ugumu gani kutugawanya tukapata angalau halmashauri 2? Mtu anatoka kilomita zaidi ya 89,100 kupeleka tatizo la kugongewa muhuri na mkurugenzi. Niombe sana Mheshimiwa Waziri, katika vipaumbele vyenu vya TAMISEMI ni vizuri, kwa sababu mkurugenzi mmoja huwezi kuwa na kichwa cha kumanage wabunge 3 wenyewe watata kama kina Msukuma, tutauana. Ni vizuri mkatutenganisha, tukawa na halmashauri 2 na majengo yapo, tumeshajipanga. Wakikata jimbo lingine, halmashauri nyingine majengo ya kuanzia yapo, na hospitali tunazo 2. Hakuna ugumu wa kutugawanya tukawa halmashauri 2. Oneni huruma, watu 1,200,000 tunazidi mkoa wenye majimbo karibia 7. Haiwezekani Mheshimiwa, ninaomba hili swala tulipe kipaumbele. Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nataka kujadili kuhusiana na swala, nasikia watu tunazungumza mastendi, masoko. Ni kweli Mheshimiwa, tunahitaji kuwa na stendi nzuri, tunahitaji kuwa. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini tunahitaji pia kujifunza wapi tumekosea. Mheshimiwa Msukuma, Joseph Msukuma, kuna taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nampa taarifa Mheshimiwa mbunge. Kwanza amesema ana miaka 20 kwenye bunge hili, na wakati anachangia swala la 10% kwamba sheria ile imeelekeza wakuu wa wilaya, kamati za ulinzi na usalama zisimamie. Je, wakati huo inapitishwa Mheshimiwa Msukuma akuepo? Usiulize swali, usinatoa taarifa. Nampa taarifa hiyo tu kwamba akuepo. Mheshimiwa Msukuma, una haja ya kushughulika na hiyo. Hiyo ni swali. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Na niombe mtu anayetoa taarifa akae kwenye kiti chake. Huyu anasoma ni Nasari hapa, lakini najua sio Nasari. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru, na mshauri Njuka ajifunze kwanza, asiende speed. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Nilikuwa nazungumza swala la stendi na masoko. Ni vizuri tukajifunza tulipokosea. Kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi najaribu kuangalia, angalieni uwekezaji wa Dar es Salaam kwenye soko, kwenye stendi ya Magufuli. Angalieni stendi ya Ndugai. Angalieni stendi ya Mwanza Nyegezi. Angalieni Nyamongoro. Ni mabilioni ya pesa tumewekeza, lakini haifanyi chochote. Na ukusanyaji wa mapato ya stendi hauendani na majengo mazuri mnayoweka ya vioo na magorofa. Abiria anatoka nyumbani anajua anakosafiri anaenda wapi. Kama tumeweza kuferi huku, bado tena tunaenda kurundika. Kwa nini hizo pesa tusizigeuze tukaenda kuboresha shule zetu za misingi? Sasa hivi tunajivuna tuna shule nzuri za sekondari za nini, lakini mbunge yote asimame hapa akafanye ziara kwenye shule za misingi za watoto wetu. Muone jinsi wanavyokaa, na ule ndo msingi unaomtengeneza mtoto kwenda sekondari. Watoto wanakaa chini, watoto wako 400 kwenye darasa moja. Tunaenda kurundika mastendi ambayo yanabaki kuwa majengo ya popo tu. Tunalo stendi la Ndugai hapa. Nendeni mkaone.
na soko, nendeni Mwanza. Hakuna mtu anatoka nyumbani anawahi safari, unamwambia kakae ghorofa ya 3, kakae ghorofa ya nini. Hakuna hicho kitu. Mtu anatoka nyumbani na mawazo yake ya kwenda kusafiri. Kwa hiyo ni vizuri tukatengeneza vitu ambavyo vina uhitaji kwa sasa, tukaacha kwenda kuiga vitu ambavyo pengine hatujafika muda wake. Swala lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala la vikao. Mheshimiwa Waziri, kwenye halmashauri zetu sisi wabunge tuko kwenye kamati za fedha. Ni kweli tunakubali. Lakini sasa vikao vinakuwa vinapishana. Yaani wewe uko ukubize na kule kuna kikao. Kwa nini vikao visifatane na ratiba za kibunge? Ionekane namna waraka, na wabunge wapewe heshima kualikwa, sio kushtukizwa. Mheshimiwa, sisemi kwa ubaya. Sasa inawezekana kulingana na ugumu wa maisha au nini, hakuna kitu kinachofanyika. Ni mara chache kukuta watu wanasoma na kujadili. Unakuta vitu vibaya vinapita wakati sisi wabunge tuko kwenye vikao vyetu vya bajeti kama hivi vya muda mrefu. Kwa hiyo ninashauri upeleke waraka, wabunge wapate muda wa kwenda kujadili mambo yao. Swala lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala la TARURA. Kwa kweli nampongeza sana mtendaji mkuu wa TARURA. Hakuna mbunge hata mpongeza Sefu ndani. Najua na pesa zinakuja kidogo, lakini unatumanage vizuri. Na watu kama hao kwa kweli ikifika muda, hata kama anastaafu, ukimwekea songesha au bando si mbaya, kwa sababu utendaji wake ni mzuri na sisi tunamkubali. Niombe sana kama kuna uwezekano tuendelee kumpatia pesa, kwa sababu matatizo mengi ya wabunge humu ndani yanasaidiwa sana na TARURA.